Welcome to Kibosha TV. Habari za leo hii, mambo vipi? Wale wazee wangu, baba wako na mama wako, shikamoni. Mko poa kabisa? Mambo mazuri mabaya? Kabisa. Ndugu zangu, awali ya yote tunapenda kumshukuru Mungu muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo. Ndugu zangu, leo tumeitana hapa, mko wachache, natamani muwe wengi maradufu. Tuna mengi ya kujadili kwa pamoja hapa kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wenyewe. Kwa nichukue nafasi hii kuwaalika wote waliopo mbali wasogee karibu, lakini nyinyi mliopo hapa mkaribie kweli kweli katika mkutano huu. Lakini kipekee ni waombe tuziache akili zetu huru ili ziweze kuchakata kile ambacho tutakiwasilisha kwenu, ili kwa pamoja tujadiliane na hatimaye tukafike mwafaka wa pamoja wa maendeleo yetu sisi wenyewe. Kwa ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuwaomba utulivu, lakini kuwaomba kujituma kutafakari, ili uwe mkutano kwa maana ya watu wanajadiliana na isiwe semina ya kuzungumza mtu mmoja kisha tukamalizana. Tupate mawazo ya wote, tutoke na maazimio ya pamoja, twende tukaifanye Kibosha, eneo hili la Mji Mpya, uwe mji wa aina yake. Baada ya hayo, nawashukuru sana, asanteni, na nitamke rasmi kuwa mkutano huu nimeufungua. Asante sana. Na ndugu zangu, tumesikia vyema agenda. Tungetamani kuanza na urasmishaji, lakini kwa sababu tuna jambo kubwa la maji, na naomba mtambue kwamba injinia wa DAWASA yupo hapa, kaka yangu Geoffrey yupo hapa, ambaye ni injinia kutoka ofisi ya DAWASA Mapinga. Ndugu zangu, kama mnakumbuka vizuri, huko nyuma kulikuwa na watu wanahangaika kuhusu swala la maji. Palifika mahara watu wanajiiba ili waweze kuweka maji katika viwanja ambavyo wamenunua kwa fedha zao wao wenyewe. Tulifanya mkutano hapa mzuri na hatimaye tukatoka na maazimio, tukamwandikia barua Mheshimiwa DC, kaka yangu Shaibu Isandemanga, akaandika barua kuwaelekeza DAWASA kusiwe na mazongezonge, kusiwe na vikwazo, wananchi wa Mji Mpya wapewe maji. Kwa hatua ya awali watu wakawa wanafunga maji kwa distance ndefu, wananunua wao service line, lakini Daktari Samia Suluhu Hassan, mwanamama huyu, tulifanya mkutano hapa, mnakumbuka, tukasema sisi tutampa kura zote Daktari Samia. Tulifanya mkutano hapa, mnakumbuka, tukasema sisi tuna changamoto kubwa tatu. Tuna changamoto ya maji, tuna changamoto ya umeme, tuna changamoto ya urasimishaji. Ajenda namba 1, mradi wa maji. Ndugu zangu, mtakuwa mashahidi. Tayari huo mradi si maneno mdomoni. Tayari mafundi wako site. DAWASA wako site, kila kona kuna chimbwa. DAWASA wako site, mipira ya mabomba inapitishwa. Kazi iliyobaki ni sisi kuunganisha maji kutoka kwenye hizo laini kubwa kuweka katika majumba yetu. Haitoshi hapo tu, ni kwamba serikali ikaona kwa sababu wananchi hawa kimekuwa ni kilio chao cha maji kupita kwenye maeneo ya karibu kwa muda mrefu, Mwenge wa Uhuru utakuja kukagua mradi huo. Utafika hapa, utapita katika barabara zetu kukagua mradi huo, na kwa wale watakaobahatika kufunga maji wa kwanza, tutatesti maji yale katika nyumba zao mwanzoni kabisa. Kwa ndugu zangu, nichukue nafasi hii kuwatambulisha kwamba mradi huo wenye thamani ya milioni 108 rasmi upo hapa kwa ajili ya wanakibosha, kwa ajili ya Mji Mpya. Pongezi za dhati ziende kwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye tuliwahakikishia hapa ya kwamba tuchagueni, tutapambana, maji yatakuja na umeme utakuja na urasimishaji tutafanya. Hatua zimeanza kuchukuliwa.
mambo yameendelea kuwa mazuri. Kwa ndugu zangu, kazi upande wa serikali ya maji, mjadala unafungwa kwamba kwa maji tulionayo, kwa bajeti iliyopo, ina uwezo wa kusambaza mabomba mahala kote mji mpya, area A, area B na area C, kote maji yanaenda kusambazwa. Kazi iliyobaki ndugu zangu ni kwenu. Tunachokitamani, kile kilio cha maji yako mbali, twende tukakithibitishe baada ya maji kuletwa, kuvuta katika majumba yetu. Sawa sawa, yavutwe maji yaingizwe katika majumba yetu. Mipira isije ikakaa, fedha hiyo milioni 108 isije ikakaa chini bila kuwa na watu ambao wanayavuta kutoka kwenye laini kubwa kwenda kwenye majumba yao. Ahadi tuliyokuwa tumewapa ni kwamba tunatamani kila barabara lipitwe na bomba kuu, ili mwananchi avute maji kutoka barabarani kuja kwenye nyumba yake, na sio service line tena kama ilivyokuwa pale mwanzo. Baada ya kusema hayo, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana maafisa wa DAWASA kwa ushirikiano wa kipekee ambao tumeufanya wakati wote. Asanteni kwa kupokea jambo hilo, lakini kipokee kuchakata, kupima, na kipokee baada ya kupokea mradi kuleta rasmi hapa kwetu. Ajenda namba 2, mradi wa umeme. Ishi ya umeme, sawa sawa. Kwa sasa umeme bila shaka mnavuta kwa wale ambao karibu na nguzo, si ndio? Niwape pole ambao mnatumia gharama kubwa, ni swala la muda. Tunapambana. Mara ya mwisho umefanyika mkutano kati ya mheshimiwa mbunge wa jimbo la Bagamoyo Mama Subira Hamisi Mgaru na meneja wa TANESCO mkoa wa Pwani na wa Bagamoyo. Wamefanya mkutano, tumekubaliana mradi unapokuja wa TANESCO, kipaumbele kwa Kibosha. Sawa sawa, kipaumbele kwa Kibosha, na kwa Kibosha hapa mji mpya ndio kipaumbele. Kwa tunasubiri mradi, muda wowote kuanzia sasa tutakuja kufanya mkutano, mradi umefika. Sawa sawa. Hamu na mpango wa serikali ni kuhakikisha kila nyumba inakaliwa na nguzo. Zinamalizika hizo, tuko bado ajenda 2, tunamaliza ajenda, tunazikata chap chap hapa. Kinaeleweka? Ndio. Kabla ya uchaguzi 2025, ndio Rais Jemedari Mama Samia Suluhu Hassan alitangaza kwamba kuna baadhi ya vitongoji havina umeme. Kwa hiyo mimi nitapitisha nguzo kwa ajili ya ofa ya wakazi husika, na gharama yake ni kulipia 26,000. Nguzo za ofa zimeshia wapi? Haya, mzee anaulizia kwetu hapa hatuna fursa ya umeme wa REA. Sawa sawa, anatamani kupata umeme wa shilingi 30,000, si ndio? 26. Ndio hiyo. Sawa, anauliza. Huwa hatuna taarifa rasmi ya kwetu kujia. Unajua sisi sasa hivi ni mji, sio vijiji. Sawa. Si mnajua hilo Tumeshahama kwenye halmashauri ya vijiji. Tunaenda tuko halmashauri ya mji. Ni taratibu zinakamilishwa. Kwa hiyo inawezekana chaguzi zijazo tukawa na watendaji wa mitaa badala ya makatibu. Sawa sawa, Sawa. Kwa hiyo sitaki kuwapa matumaini hapa tukadanganyana. Tuambizane ukweli. Tunapambana nguzo zije. Zikija za bei ya chini tutafurahi, zikija za bei ya kawaida tutapokea. Hapo vipi? Tunaendelea na kikao. Ajenda ya 3, mradi wa barabara. Wakati nasema kwenye kampeni kwamba tutachonga barabara, tutafunga taa, watu walikuwa wanabeza, mnakumbuka? Yuko mtu mmoja anasema inawezekana kweli. Anataka nimwambie mimi sipo kwa bahati mbaya hapa. Nilijiandaa kuwa mwenyekiti. Nilijiandaa kuwa kiongozi. Taa tayari tumeshaagiza zinakuja, taa za barabarani. Kwenye zege pale tunafunga taa kote. Hapa tunaweka taa hapa. Mpango wangu ni kuhakikisha kuanzia kwa Kibosha mpaka Belma kunakuwa na taa kote, hakuna mtu kumkaba mtu. Na watahadharisha wezi, tuna mpango wa kufunga cameras katika kila taa ya sora tutakayoisimamisha. Sasa wakati unataka kuiba
na kubomoa taa ile, taa hii huku itakuona, tutakushughulikia tu. Sawa sawa ndugu zangu Kwa hiyo tunakwenda kuwa na mji wa aina yake. Mi kijana, yaani wengine wamechagua wenye viti wazee wafanane na mi kijana kweli. Lazima kuwa na tofauti, si ndio? Mi nimechangamka kufikiria, nimechangamka kuwa na spidi. Ni zembe tuwe na mji unakiza bwana? Hapana. Tunaanza kuweka taa za sora. Sawa ndugu zangu Hapo vipi? Kwa hiyo bodaboda mjiandae, tutawatangazia pia karibuni. Kabla ya ujio wa Mwenge kuna mambo katikati kweli kweli hapa. Tutazindua barabara yetu ya zege ya mita 100 pale. Tutazindua pale. Na siku tunayozindua pale tutakula mchere. Tutagonga pale nyama za kutosha na mchere. Unanielewa Ikiwa tunafanya dua la shukurani kufanikisha pale. Wakati tunawaza tuliona ni watu wakaona tunawezaje? Wazee wangu wananiambia nataka sisi tufe njaa. Nataka kufanya nini? Nawaambia tunajenga hii barabara hapa. Tumeweza, si ndio? Tufurahi kuweza. Na siku hiyo ya kuzindua barabara ndio siku hiyo tunazindua kampeni ya serikali ipo mlangoni kwako, tujenge barabara za mitaa yetu. Wamekaa sawa sawa Nimeomba reflector. Tutakuwa na reflector bodaboda wote wa kwa Kibosha. Tutakuja kuzindua pale na bodaboda zote tuwepo pale that day. Na bajaji zake zote. Rafiki yangu Yona nimemwona. Yona yuko wapi? Yona yupo hapa? Yona dereva bajaji yupo? Wewe mzee wa bajaji upo? Tunataka bajaji zije kwenye uzinduzi mzee. Tunataka usafiri wa bajaji. Wewe mzee, njoo bwana, njoo. Njoo tusaidie. Njoo bwana tusaidie. Sasa mzee, bajaji zinaenda mapolini kule Udindivu. Bajaji zinaenda kiharaka, barabara mbovu. Hapa kuna barabara nzuri. Tunapataje bajaji mzee? Tuambie hapa. Mheshimiwa, swala la bajaji yani liko kwenye ratiba zetu. Sawa. Ongelea kuone huyu bwana akupiga hapa. Tumechangamka na wewe. Kuratibu pale, tukapiga mahesabu kwamba bajaji zitoke Bunju, kuingia Kibosha, zije hapa mpaka kwa Belma. Hiyo kule kabisa. Kwa Waislamu. Kwa bingwa. Kwa hiyo tunaingilia hapa, tunaonyesha mpaka kwa bingwa. Sasa lini itaanza au tuzindue kabisa? Ile sehemu ya pale tulikuwa tuna wapi? Hapo Berima kwa mbele kwenye ile bonde lile. Bado hatujapatia ufumbuzi. Pale tayari nimeshaleta nondo BRC 50 tunaweka zege na pale. Basi baadhi zitakuwepo. Leo hii tayari ni wapi hatua habari njema. Tushashusha nondo za kumalizia zege pale, sementi ya kumalizia zege pale, kokoto za kumalizia zege pale na mchanga wake. Sawa sawa Lakini nimenunua nondo za ziada. Nondo za ziada za kufunga mahala korofi kwenye barabara hii. Nilikuwa napawaza hapa, lakini hapa TARURA wameniambia niwaachie asubuhi, watafanya mambo sawa. Sawa sawa Sasa tunahamisha jambo. Mahala korofi tunakuja kupachonga mzee. Kama kuna maji mengi tunaweka zege. Wamekaa sawa sawa mzee? Haya niambie, tukishaweka hiyo tufanye kabla ya tarehe ya uzinduzi. Bajaji zinakuja lini? Mbona umekimbia bwana? Njoo bwana. Wewe ni jambo lako si nimelibeba? Na wewe libeba hili la kwangu. Mheshimiwa, sasa hili swala inabidi niende nifikishe kwa viongozi pale. Tuweze kulichakata zetu tuanze project. Utatujibu lini? Mimi tutakuja ofisini kwako. Lini? Nataka muje kama mlivyokuwa mnakuja kwenye mambo mengine. Sasa tutakuja mimi si nimewabeba wazee. Ndio. Sasa nibebeni basi, nataka bajaji zije. Tutakuja, lazima bajaji mimi mwenyewe nikiwa kiongozi. Lazima bajaji iwe. Lini? Tutakuja lini? Mheshimiwa. Mimi bana sikiliza bwana. Ndio. Waambie wadau. Bana sikilizeni. Pia nataka bajaji bwana, wananchi wapo hapa. Siku ya uzinduzi nitakwambia.
kabla ya tarehe 13 mwezi huu tutafanya uzinduzi wa barabara yetu. Tunapokuja kuzindua, nataka na bajaji zianze mara. Hamna shida mheshimiwa. Unanielewa ndugu yangu hapo vipi? Sawa. Shida ilikuwa ni kile kipande pale chini na kule juu. Pale pale mzee pashaguliwa, pashatibiwa. Pale mambo yatakuwa vizuri. Pale pako sawa. Sawa. Sawa mzee. Tupo tunashirikiana, lazima baadhi wewe. Kwa hiyo wewe maana yake nini? Kuanzia kesho kula sikukuu. Kuanzia kesho kutwa tukutane. Jumanne, Jumatano turatibu. Sawa Kabla ya tarehe 13 tutakuja kuzindua. Tunapokuja kuzindua tuwe na bajaji. Kama kuna mahala pamekwama sema. Turekebishe ili mambo yakae sawa sawa. Ishu ya barabara ya kwangu mimi naika sawa kabla ya muda huo. Sawa mheshimiwa. Upo mzee? Hapo vipi? Tuko pamoja. Tuko pamoja Haya sana. Kwa ndugu zangu, la bajaji hili nimemtumia huyu kwa sababu kubwa mbili. Anaishi huku. Sawa sawa? Naye anaona watu wanavyo taabika. Kwa sababu nyingine huyu mwana. Sawa sawa? Najua nampataje. Kwa mzee kashughulike nalo hilo. Kwa I hope tunapokuja kuzindua barabara zetu, bajaji pia zitakuwa zipo tayari. Hapo vipi? Na kwa bahati nzuri, baada ya zege, Daktari Samia ameona leo injinia wa TARURA kashakuja field. Mmemwona leo injinia, mmemwona na DTO, kamanda wa polisi wa traffic wa barabarani amefika leo hapa. Amekuja hadi hapa Nyota Njema. Sawa sawa? Mpango ukiwa barabara hii iwe bulbul, iwe sawa sawa. Maana yake nini? Maana yake kwamba daktari anaunga mkono juhudi. Kama anaunga mkono juhudi, sisi lazima tumbebe. Mheshimiwa Rais anatupenda kweli kweli. Maji kaleta, barabara anakuja kufanya kazi. Sawa sawa ndugu zangu. Hasa namna pekee la bajaji hili letu. Tuongea na ndugu zetu tuke mambo sawa. Na nitamuomba injinia wa TARURA asiishie hapa kwenye barabara. Afike mpaka wapi? Belma. Ili mambo yakae sawa sawa. Hapo vipi? Amekaa sawa sawa Kwa tutafika pale, hamna shida, aliharibiki jambo. Tumemaliza hapo. Si ndio?